kimekuwa kikienda kwa namna ambavyo tumekuwa tukitaka. So taarifa ambazo nipo nazo ni taarifa kutoka pale kwa Wanalunyas ambao leo wamekusanyika kwa nguvu na morali kubwa. Jambo ambalo wanalizungumzia ni pamoja na kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuikomboa klabu yao kwenye nyakati hizi ngumu ambazo wanazipitia kwa sasa, na kikubwa ambacho kinawaandama Wanalunyas ni kwa nini matokeo yameendelea kuwa mabaya kwa upande wao, lakini pia kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kutatua kile ambacho wanakipitia. So taarifa ambazo nimezipata ni kwamba bench la Msimbazi ambalo kwa sasa hivi lipo chini ya Selemani Matola limekalia kiti cha moto kweli kweli, na vyanzo mbalimbali vya habari kutoka pale Msimbazi ambavyo vimenitaarifu kama mwandishi wa habari ni kwamba wamepanga kuweza kuona namna ya kuweza kumpatia majukumu mengine Selemani Matola nje na timu hii ya wakubwa ambayo amekuwa akiongoza kama kocha msaidizi, na amekuwa akipokea backup mbalimbali kutoka kwa makocha wakubwa ambao wamekuwa wakitua pale Msimbazi. Na chanzo hichi cha kuaminika kimeniambia pia kwamba iwapo kocha Selemani Matola hatoweza kukubaliana na kile ambacho wamekipanga kwa sasa hivi, basi wataweza kutemana naye mazima, na hii wanaifikia ili kuweza kupata access nzima ya kuona kama chanzo ambacho kimekuwa kikiwapelekea wao kufikia matatizo au kuweza kupitia nyakati ngumu kama kinatokana na kile ambacho wamekuwa kikiamini kwamba uwepo wa kocha mzawa au uwepo wa usaidizi wa Selemani Matola umekuwa ukikwamisha baadhi ya vitu. So wanataka kupima na kuona kama Matola kuna namna alikuwa anazingua au azingui, vipi usaidizi wake ulikuwa na function pale ambapo walikuwa wanauamini na kuendelea kuweka pale Msimbazi ama la. So kikao ambacho kilifanyika na bodi ya kurugenzi siku ya jana na baadhi ya vikao vidogo ambavyo vimeendelea hii leo ndio vimeamua kwamba kocha Selemani Matola ataweza kupewa majukumu mengine nje na kocha usaidizi ambao ameutumikia kwa kipindi kirefu chini ya makocha mbalimbali ambao wamekuwa wakitua pale Msimbazi. Lakini pia kingine ambacho kinaendelea kwa sasa hivi ni pamoja na kuwashuhudia tumekuwa tukishuhudia wazee wa Yanga wakisimama na kutoa matamko mbalimbali. Tumekuwa tukishuhudia wachezaji wa zamani, lakini pia tumekuwa tukishuhudia pia mashabiki wakijikusanya na kutoa kauli mbalimbali pale ambapo vilabu hivi vikubwa hasa vilabu vya Simba na Yanga pindi vinavyopitia wakati ambao wanapitia changamoto, basi wamekuwa wakijikusanya na kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kusolve baadhi ya matatizo ambayo timu zao zinapitia. Sasa kwa upande wa Msimbazi wamejikusanya mashabiki wale wakubwa, nimeona pasi milioni GB64 Mandala na wengine wengi ambao wamejikusanya kwa pamoja leo kwa ajili ya kuweza kukemea lile jasusi la Al-Kamwe, huku wakisema kwamba watafanya dua maalum kwa ajili ya kuweza kumkabidhi Mungu kile ambacho kinaendelea Msimbazi, waonyeshe kwamba ni kwa namna gani watu wako serious na kile ambacho kinaendelea kwa upande wa timu yao. So kikao kikubwa kimeweza kufanyika Msimbazi na maamuzi ndio hayo ya kuweza kutemana na kocha Selemani Matola kumtoa kwenye timu hiyo wakubwa na kumpa majukumu mengine nje na majukumu haya ambayo amekuwa akiyatumikia kwa muda mrefu. Lakini kingine nitaendelea kukufahamisha kile ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, ambapo nimewashuhudia mashabiki wa Simba hasa mashabiki hao maarufu pasi milioni GB64, lakini pia na wengineo kina Mandala wamejikusanya kwa pamoja na kuweza kutoa tamko kuhusiana na jasusi la Ali Shaban Kamwe, namna ambavyo limekuwa likitoa taarifa ambazo zinakuwa ni za kweli zinazotokea pale Msimbazi. Bwana, mimi naitwa It's PM Short, ni follow pale Instagram kwa jina hilo, lakini pia usiache kuweza kusubscribe na kugusa alama kengele na wewe mshikaji wangu kwanza kabisa kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Till next time. Pa.